Jeshi la Marekani limesema kuwa lilianzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran katika kile kinachoonekana kuwa moja hatua kubwa zaidi za kijeshi kuchukuliwa na Washington dhidi ya Tehran katika miezi ya hivi karibuni baada ya kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi aina AH-64 Apache karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo yamekuja saa chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuwapa hadharani kwamba Irani italipa gharama kwa kila alichodai ni kitendo cha makusudi cha kushambulia helikopta ya kijeshi ya Marekani wakati wa doria katika eneo nyeti la Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, operesheni hiyo ilifanyika kwa amri ya moja kwa moja ya Trump na ilielezwa kuwa ni sehemu ya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran. CENTCOM ilisema hatua hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya Marekani kuchukua hatua inayolingana na kile ilichokieleza kama uchokozi wa Iran usio na sababu. Taarifa hiyo imekuwa uthibitisho wa kwanza rasmi wa kwamba Marekani imeingia moja kwa moja katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kufuatia tukio la mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa maelezo ya awali yaliyotolewa na Pentagon, helikopta hiyo ya kivita aina Apache ilikuwa ikifanya operesheni ya kawaida ya doria usiku katika anga karibu na mlango wa Hormuz, eneo muhimu linalounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Eneo hilo limekuwa chini ya uangalizi mkali wa Marekani kwa muda mrefu kutokana na umuhimu wake mkubwa katika biashara ya mafuta duniani pamoja na mivutano ya mara kwa mara kati ya Iran na nchi za Maghreb. Ripoti za kijeshi zinaeleza kuwa helikopta hiyo ilipata hitilafu baada ya kile maafisa wa Marekani walitodai kuwa ni kushambuliwa na mfumo wa Iran, huku baadhi ya vyanzo vikisema huenda ililengwa na drones ya kivita au kombora la ulinzi wa anga. Ingawa mazingira halisi bado yanaendelea kuchunguza, Trump alieleza kwa msisitizo kuwa Iran ndiyo iliyohusika moja kwa moja na tukio hilo. Katika ujumbe wake alisema marubani wawili waliokuwa ndani ya helikopta hiyo waliokolewa salama bila kujeruhiwa vibaya, lakini akasisitiza kuwa Marekani lazima ijibu. Baada ya tukio hilo, hali taharuki iliongezeka haraka ndani ya Pentagon na White House, huku makamanda wa kijeshi wakijadili namna ya kujibu bila kusababisha vita kamili, lakini pia bila kuonekana dhaifu mbele ya Iran. Ndani ya saa chache vikosi vya Marekani vilianza operesheni za kijeshi katika maeneo ya kusini mwa Iran, hasa karibu na ukanda wa Hormuz, ambako Marekani inaamini mifumo ya kijeshi iliyohusika na tukio la Apache ipo. Kwa mujibu wa taarifa za mwanzo kutoka kwa maafisa wa ulinzi wa Marekani, mashambulizi hayo yalihusisha ndege za kivita, makombora ya masafa marefu pamoja na mifumo ya kisasa ya kushambulia kwa usahihi mkubwa. Marekani inadaiwa kulenga vituo vya rada, mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya mawasiliano ya kijeshi na maeneo ya udhibiti wa operesheni za anga za Iran. Maeneo ya Bandar Abbas, Janski na baadhi ya maeneo ya pwani ya kusini mwa Iran yametajwa kuwa miongoni mwa sehemu zilizosikika milipuko mikubwa. Bandar Abbas ni moja ya vituo muhimu zaidi vya kijeshi vya Iran kwa sababu ndiko kunakopatikana sehemu kubwa ya shughuli za jeshi la wanamaji la Iran pamoja na vikosi vya ulinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC. Eneo hilo pia ni muhimu kwa sababu linakaribia sana na mlango wa Hormuz, njia ambayo karibu asilimia kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani hupitia kila siku. Hivyo shambulio lolote katika eneo hilo huongeza hofu ya kuvurugika kwa biashara ya mafuta duniani. Mashuhuda katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Iran waliripoti kusikia milipuko mikubwa usiku, huku mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran ikianza kufanya kazi katika baadhi ya miji ya pwani. Tehran haijakubali moja kwa moja kuhusika na kuangushwa kwa helikopta ya Marekani, lakini imekosoa vikali uwepo wa vikosi vya Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi, ikisema uwepo huo ndio chanzo kikubwa cha mvutano unaoendelea katika eneo hilo. Baadhi ya maafisa waandamizi wa Iran wameonya kuwa uchokozi wote dhidi ya ardhi yake hautaachwa bila majibu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wa kimataifa wanaeleza kuwa hali ya sasa ni moja ya nyakati hatari zaidi katika uhusiano kati ya Marekani na Iran katika miaka ya hivi karibuni. Ingawa pande zote mbili zinaweza kutaka kuepuka vita kamili, kila hatua ya kijeshi inaweza kusababisha hatua nyingine ya kulipiza kisasi na kuifanya hali kuzorota haraka zaidi. Hatari kubwa zaidi inaonekana katika mlango wa Hormuz, ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani.
Kabla ya tukio la Apache, kulikuwa na taarifa kwamba mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yalikuwa yanaendelea kuhusu namna ya kupunguza mvutano kati ya Marekani, Iran na Israel. Lakini sasa mashambulizi haya mapya yanaashiria kuwa diplomasia inaweza kuwa imewekwa pembeni kwa muda, huku pande zote mbili zikijiandaa kwa uwezekano wa mzozo mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.